Watu wenye ulemavu katika kaunti ya Kakamega wanataka vyama vya kisiasa nchini kuhakikisha vinafanya uteuzi wa moja kwa moja miongoni mwao ili kuwakilisha katika bunge la kitaifa, la seneti na hata mabunge ya serikali za kaunti. Kulingana nao, waliochaguliwa wamekuwa wakipuuza maslahi yao bungeni. Sasa wanapendekeza mswada maalum kuwasilishwa katika bunge la kitaifa na lile la kaunti ili kushinikiza vyama vya kisiasa kufanya uteuzi wa moja kwa moja na hivyo kuhakikisha haki zao zinalindwa. Idadi ya watu hawa inapoendelea kuongezeka kwa jamii kutokana na ajali ambazo zimekuwa zikishuhudiwa msimu wa Krismasi na hata mwaka mpya, mwenyekiti wa watu wa ulemavu kaunti ya Kakamega Lucy Mulobi anataka mswada maalum kuwasilishwa katika mabunge ya kitaifa na ile ya kaunti kushinikiza vyama vya kisiasa kufanya uteuzi wa moja kwa moja ili kupata viongozi wa kuwalinda watu hawa. Bado hatujaridhishwa na mambo ya representation, na tunajua sasa ndio tumeanza mchakato wa kuhakikisha kwamba idadi ya walemavu inaongezeka. Na tunapozungumzia idadi ya walemavu, wakati huu tunataka kuona wanawake walemavu wengi wakiingia katika nafasi za uongozi. Watu hao wanasema waliochaguliwa kuwakilisha katika mabunge yote wamelala darasani na hawataendelea kunyamaza au kuvumilia wanapoendelea kuumia. Leo hii mimi nimefurahia kama vice chairman wa Malava kupata ya kwamba walemavu wamekumbukwa. Tumeona ya kwamba tena mambo na CTF tulikuwa tunapika tapu sana mambo ya pasar. Lakini tumeaitiwa ya kwamba mlemavu yoyote ambaye ata-apply pasar atapewa. Kila chama ikipata nafasi 3-4, hiyo nafasi iwe lazima moja ikuwe ya mlemavu. Kila chama ikuwe na nafasi ya mlemavu kwa lazima. Ndio tupate walemavu majority wakienda kwa negotiating table ya mahitaji yao, wao pia sauti yao isikike. William Akos, NTV Mashinani, nikiwa katika mji huu wa Kakamega, kaunti ya Kakamega. Naam, asante sana William Akos, na tunatumai kwamba kilio cha hao waishio na ulemavu utangaziwa kwa ndani na washikadau husika.